Mimi nitahakikisha tu ninakuletea ramani nyingi na machaguo mengi. Wewe tu ndo uchague ni upande gani utatakiwa kwenda. Hili hapa ni jengo la biashara of course, lakini pia linaweza likahusika pia na makazi kwa sababu upande wa nyuma kuna vyumba pia vya kupangisha. Lakini kitu kizuri ni kwamba kwenye frame za mbele chumba kimoja ni kikubwa, unaweza kufanya kuwa kiwanda kidogo au hata ikawa ofisi yako kubwa. Vyovyote vile ambavyo utakavyokuwa unataka, itategemeana na mahitaji ya eneo hilo. Ila kwa mimi wazo nililokuwa nalo, kama ikatokea jengo hilo linajenga katika mazingira ambayo yana watu ambao ni wa kawaida, chumba hicho kikubwa ukikifanya kuwa kiwanda cha kuchakata mkaa. Unajua sasa hivi tuna namna ambavyo watu wanafanya kutengeneza mkaa kutokana na taka. Sawa, either ni pumba, whatever unatumia, utakuwa unatumia material gani, lakini ukifanya hivyo, hiyo itakulipa sana. Nasema sana na ninasema sana tena kwa sababu ya mazingira ya eneo ambapo utakapokuwa umeenda kujenga hii. Hii hapa sikushauri uende ukajenge ushuani kwa sababu hakuna mtu ushuani atapanga chumba single. Na ndio maana nimekupa hiyo idea. Ukiweka store yako hapo kwa unatengeneza mkaa, wateja watakuwa ni wengi sana kwa sababu watu wa mazingira haya hiyo ndio nishati yao wanaitumia sana. Hili jengo linatumia jumla tofali 3500, lakini upande wa bati ni 180 za futi 10, sawa? Ukija kwa upande wa mbao za kenche hapo ni 300 kwa sababu jengo hili limekaa katika namna ya U, limekaa katika U shape. Sawa, hapa kuna vyumba 4 vya kulala, vyote ni single, lakini kuna vyumba 5 vya biashara, vyumba 4 vya kawaida na chumba cha 5 ni kikubwa. Sawa, lakini kuna vyoo 3 ama vyoo 2 ni vya ndani katika watu ambao watakao kuwa wanaishi humo ndani, lakini choo kimoja ni cha watu upande wa biashara. Kwa nini vyoo 2 vya ndani? Kwa sababu watu wa ndani wanaweza kaa na muda mrefu sana kukaa hapa, watakaa mchana, watakaa usiku. Tofauti na wale ambao watakao kuwa katika maeneo ya biashara, wao watakaa mchana tu. Na ndio maana wao wameweza kuweka choo kimoja, ila hawa wawili au watu wa vyumba vya kulala wamekiwa choo na bafu ambavyo ni separate, vinajitegemea. Sawa, hapo nafikiri nitakuwa nimeeleweka vizuri. Eneo lililotumika kutengeneza hizi au haya majengo lina upana wa mita 18 na urefu wa mita 18. Sawa, hicho ndio kiwanja ambacho kimetumika kutengeneza haya majengo au ramani hii hapa. Kumbuka ramani hizi huwa tunazitengeneza kulingana na location imekaa vipi, kwa sababu hichi kiwanja kina barabara mbili. Kina barabara upande wa mbele na upande wa kulia wa kiwanja hicho. Kwa upande unapona frames zinatazama, pia kuna barabara, lakini upande mwingine unaona geti la kuingia ndani hilo, pia kuna barabara. Kwa hiyo kiwanja kinakutana na barabara mbili, na ndio maana tumekuja na plani hii hapa. Kumbuka hizi plani usije ukachukua plani fulani ukaenda kutengeneza sehemu fulani, kwa sababu kila plani inatengenezwa kulingana na kiwanja chake. Kwa hiyo kama una kiwanja chako unahisi unataka kupata plani fulani vizuri na amazing, itakuweza kufaa kwenye eneo ambalo unaenda kujenga, na watu ukiwatengenezea hapo wakuchukulie kama wewe ni masihi fulani hivi ambaye umeshushwa kwa ajili ya kutatua changamoto yao ya makazi, basi tutafute. Namba ya simu ni hiyo hapo. Sisi tunapatikana muda wowote ule pale. Wewe piga simu ziite, sawa? Simu zikiita utajua haujui kwa nini sisi kazi tutazifanya na tunazifanya katika utaratibu huu hapa. Nikwambie tu ya kwamba wewe ambaye unatumia WhatsApp yako sasa hivi umekutwa na fursa, na fursa hii ni kwa ajili yako, kwa sababu kama utataka kutazama ramani tunazokuwa tunaziweka kwenye mitandao ya kijamii kupitia WhatsApp yako, ni rahisi sana. Cha kufanya ni hivi: tuma message WhatsApp au tutumie message kupitia WhatsApp kwenye namba hiyo inaonekana kwenye kioo cha simu yako, ambayo ni 0758260690. Namba hii inapatikana WhatsApp muda wowote ule pale, masaa 24, hata ikiwa saa 10 usiku. Wewe tuma message, andika neno niunge. Sasa ukishatuma neno niunge, kitachofuata hapo tutakupatia link, na kupitia link hiyo basi utaweza kujiunga na WhatsApp channel yetu, na kila tunapokuwa tunaweka ramani kwenye mitandao ya kijamii utakuwa sehemu ya watu wa kwanza kutazama ramani hizo hapa. Kama sio wa kwanza, basi watu wa mapema. Na hilo ndilo nilikuwa nalimaanisha. Lakini kama unapatikana Mpanda na unataka tofali za blocks, basi hili nalo limeweza kuwa limetatuliwa. Suluhisho limepatikana. Tofali hizo zipo na tunakuletea site moja kwa moja. Kwa hiyo wewe piga simu, unahitaji tofali ngapi, sisi tutakuletea hapo, wala hakuna changamoto yoyote ile pale. Nafikiri unatazama picha za muonekano wa hili jengo. Ukija kwenye upande wa frame hatujakuwekea nguzo, sawa, lakini hii ni design nyingine ambayo huwa tunaitumia kupunguza nguzo, jengo liwe simple lakini linakuwa clear na linaweza likakaa kwa muda mrefu sana, ili kuepuka ile watu watakuja kuegemea nguzo, mwisho wa siku wanaweza kujikuta wanabomoa nyumba kutokana na uzito watakaokuwa nao. Nikuhakikishia tu ya kwamba utaziona nyingi sana. Karibuni sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Usisahau kutufollow mitandao ya kijamii.